Utalii wa ndani ni hazina kubwa inayochochea maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Tanzania ni nchi iliyobarikiwa kuwa na vivutio rukuki vya asili, kuanzia hifadhi za taifa, milima, maziwa hadi visiwa vya kuvutia. Kupitia utalii wa ndani, Watanzania wanapata fursa ya kutembelea na kujifunza kuhusu urithi wao wa asili, historia na tamaduni mbalimbali za makabila yetu. Aidha, utalii wa ndani huimarisha uzalendo na kuwajengea wananchi fahari ya taifa lao. Karibu katika makala maalum inayohusu utalii wa ndani. Leo tunaungana na watalii wa ndani ambao ni watumishi wa ajira mpya pamoja na baadhi ya viongozi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera Bukoba katika safari ya kipekee ya kutembelea hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Jina langu ni Arnold Kailembo. Usisahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment. Hifadhi ya taifa ya Rubondo iliyopo ndani ya ziwa Victoria upande wa kaskazini magharibi mwa Tanzania ni hifadhi pekee ya taifa iliyo kwenye kisiwa. Umaarufu wake unatokana na mandhari ya kuvutia ya misitu minene, fukwe safi na wanyamapori wa aina ya kipekee kama tembo, sokwe, twiga, viboko, ndege wa kila rangi na viumbe wengine wa kuvutia. Uongozi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera Bukoba uliona ni vyema kuwapeleka watumishi wa ajira mpya wa kada mbalimbali kutembelea hifadhi hii kama sehemu ya kujifunza baada ya mafunzo elekezi ya watumishi hao. Chimbuko la safari hii ni vijana wa ajira mpya. Tulikuwa tunawafanyia orientation, yani mafunzo elekezi kwa mtumishi ambaye ameajiliwa kwa mara ya kwanza katika utumishi wa umma. Hivyo tumefanya orientation hii kuwajenga vijana hawa katika utumishi wa umma, na baada ya kumaliza mafunzo hayo elekezi kwa vijana, tumeamua tuwatoe waelewe mazingira pia ya mkoa wa Kagera, na ndio leo tuko hapa unatuona. Ni safari ya utalii iliyojaa furaha na mshikamano. Kuanzia mapokezi ya heshima kutoka uongozi wa hifadhi ya Rubondo, burudani na elimu aliyoipata njiani, kila hatua ilikuwa ya kipekee. Safari ya kivuko, watalii walifurahia upepo, visiwa vidogo, ndege wa pori na muziki wa moja kwa moja. Walipoanza kutembea ndani ya hifadhi, ndipo safari ikaanza kunoga. Maajabu ya porini yakafichuka kutoka kwa wanyama na mimea adimu inayopatikana katika kisiwa hiki pekee. Hili si tukio la kwanza kwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera Bukoba, kwani miaka kadhaa sasa imekuwa utaratibu kuandaa safari za mafunzo kwa watumishi wa ajira mpya, hatua ambayo si tu inasaidia afya ya akili bali pia inachangia kwa vitendo katika pato la taifa kupitia utalii wa ndani. Kwa kweli wanapata fursa ya kujifunza mambo mengi katika hifadhi hili, na pia tunategemea wao wenyewe baada ya kupata nafasi ya kutembelea hizo hifadhi, endapo kuna yeyote atatamani yeye na familia yake pamoja na marafiki zake kuja, basi watajua pa kuenda. Na pia inajaribu kuonyesha mambo mazuri ambayo yako katika nchi, kwa sababu kuna wengine katika maisha yao hawajafikiria hata kwenda kwenye hifadhi hizi. Na sijui kama hata watu wamewahi kutembelea. Kwa hivyo tunawapa nafasi ya kujua kwamba kuna vivutio mbalimbali hapa nchini, sio tu kuangalia kwenye Safari Channel, kwa sababu wengine wanatembelea hifadhi hizi kwa kupitia Safari Channel, lakini sio kwa uhalisia. Kwa hivyo hii inawasaidia, na pia hii inasaidia kwa ujumla pia kuinua uchumi ya nchi, kwa sababu wakati ukitembelea hifadhi kuna mihela tunahakikisha tunalipa pale na ya kuingia pamoja na kutembelea hifadhi. Kwa hivyo haya yote pia inasaidia kukuza utalii wa ndani. Mtazamaji wa TNTV, tulitaka pia kujua nini hasa kimewashangaza zaidi katika safari hii. Kilichonishangaza na kunifurahisha zaidi ni mnyama tembo. Sikuwa najua kama tembo anaweza kuogelea au yani tembo mkubwa mwenye kilo kama 700 ana uwezo wa kuogelea na kuogelea kama kawaida. Na pia nimeona sijawahi kumuona. Lakini niliona ule ukubwa wake, ile ngozi yake, namna anakula, namna anaogelea. Kweli nimefurahi sana. Ni kitu ambacho sijawahi kukiona, lakini nimejifunza mengi na naweza kusema kama kimenipanisha imani, yani kuona uwepo wa Mungu na maajabu ya Mwenyezi Mungu. Tembo. Kwa kweli nimemwona tembo mkubwa sana, nimemwona tembo akiogelea,
Kwa kweli nimefurahi. Nilitegemea kuona wanyama mbalimbali na nimewaona kwa ukaribu zaidi, tofauti na nilivyokuwa nawaona kwenye taarifa za habari. Nimefurahi. Yes, sijawahi kumuona tembo live hivi akiwa amenisogelea. Waga namuona kwa mbali kwa sababu nilikuwa sijawahi kupata fursa ya kushuka labda kwenye gari nikamuona, lakini leo nimemuona. Yani ni mkubwa sana tembo. Yani sikutegemea kama angekuwa mkubwa kiasi kile. Kwa hiyo nimestaajabu, lakini pia nimemuona kiboko. Kiboko ni mkubwa sana. Nimefurahi kuona tumeona wanyama mbalimbali, tumeona tembo, tumeona kiboko, na pia tumefanya utalii wa majini, tumesafiri na Pantoni, tumeona mandhari nzuri ya ziwa Victoria, na hatimaye tuko kisiwa hiki ambapo kuna wanyama wa kutosha. Tumefurahia kwa kweli. Ni mara ya kwanza mimi kuona wanyama na matukio mazuri kama niliyoyaona kipindi hiki. Mbali na mandhari na wanyama, tabasamu la watalii hawa linachochewa pia na huduma bora kutoka kwa waongozaji wa hifadhi waliosheheni maarifa, adabu na ukarimu wa hali ya juu. Sababu mnyama kwa mfano kama yule sawa, akitaka kumkamata mtu walivyoumbwa anatunisha manyoya, anakuwa kama mkubwa. Lakini ukiona amelaza manyoya tayari kashakuacha wewe. Lakini ukiona bado amesimamisha manyoya akasimama, yaani hapo muda wote anakukamata. Hajatembelee katika hifadhi kwa sababu kila kitu ni kizuri. Wakija wataenjoy sana, watafurahi sana kama sisi ambao tumefurahi. Ambao mjafika hapa mnakaribishwa sana. Jitahidi, gharama ni nafuu na wala sio mbali sana na tunapotoka. Hii ndio mara yangu ya kwanza mimi kufika katika kisiwa. Leo ndio naona mandhari ya kisiwa yapo vipi. Nasikiaga tu hata Zanzibar huko, nasikia Pemba, nasikia Mafia, lakini pia Rubondo nilikuwa nikiona tu kwenye TV, ila leo nimekuja kujionea mwenyewe na kisiwa kilivyo kizuri, mandhari mazuri, basi tunapata kufurahi hivyo. Hili lililofanywa na watumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera Bukoba ni mfano bora wa kuigwa kwa taasisi nyingine. Ni hatua inayothibitisha kuwa utalii wa ndani unaweza kuwa sehemu ya mikakati ya taasisi katika kuboresha ustawi wa wafanyakazi, huku tukitathmini na kulinda urithi wetu wa taifa. Serikali kwa upande wake imeendelea kuwekeza katika uboreshaji wa vivutio vya ndani kama hifadhi ya taifa ya Rubondo, kuhakikisha watalii wa ndani na nje wanapata huduma bora, salama na ya kukumbukwa. Kwa wanaopenda utalii wa kipekee, Rubondo ni mahali sahihi. Kutembea ndani ya msitu, safari ya mashua na ukimya wa kutuliza akili, vyote hivi vinapatikana katika hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Rubondo, hazina ya taifa, fahari ya Tanzania. Hii ni TNTV, jina langu ni Arnold Kelembo. Usahau kumweza neno subscribe, like, kushare na comment.